السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ndugu zangu wa Tanzania, kuna jambo muhimu miongoni mwa mambo ambayo leo kama tutayashika na tukayapa kipaumbele itakuwa ni sababu ya kuivunja amani ya Tanzania na utulivu utaondoka. Na jambo hilo ni jambo la al-asabiyatul khabaliyah, ukabila, kuishi kwa mujibu wa ukabila. Sisi wa Tanzania tunatakiwa tuishi kwa mujibu wa Utanzania, kwamba sisi ni wa Tanzania, tusaidiane kama wa Tanzania ambao tunaishi kama wa Tanzania. Ikiwa tutaishi katika misingi kama hii ya kama sisi ni wa Tanzania, tukashika ukabila tukaupiga pembeni, basi msingi huu ni mzuri wa kuweza kudumu katika amani. Na haya ndiyo mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Na Mtume alitukataza watu kupigana kwa sababu ya ukabila, kwa sababu ya uchama, kupendana kwa sababu ya ukabila, kwa sababu ya uchama au utaasisi, au tukapendana kwa sababu ya umakundi fulani. Haya ni miongoni mwa mambo ambayo yanasababisha michafuko katika nchi mbalimbali. Kuna baadhi ya nchi ambazo wao huwa wanaishi kwa ukabila. Mara nyingi huwa mapigano kwa wao hayaishi. Mara wamekoruzana hili, mara wamezuzana lile. Lakini sisi walillahi alhamdu, Allah ametujalia kwa nchi yetu ya Tanzania haya mambo hayapo. Kwa hiyo lazima tuendelee kuhimizana na kukumbushana kwamba miongoni mwa mambo ambayo ni sababu ya kuvunjika amani ni watu kusaidiana kwa mujibu wa ukabila, ni watu kusaidiana au kudhulumiana kwa mujibu wa ukabila, au kudharauliana kwa mujibu wa ukabila. Haifai. Na haya ni mambo ya jahilia, na ni mambo ambayo hata Mtume sallallahu alaihi wasallama tangu zamani aliyapiga vita. Na ndio maana hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulingania Uislamu, katika dini yake waliingia watumwa, waliingia Waarabu, waliingia wasiokuwa Waarabu, weusi na wasiokuwa weusi, na wote aliwaona kama ni kitu kimoja. Hakuwapa haki kwa sababu ya weusi wao au weupe wao au Waarabu wao, la, aliwapa haki kwa mujibu wa kila mmoja apokee haki bila anavyostahili. Yetwao kulli dhi haqqin haqqa. Mtume alikuwa anampa kila mtu mwenye haki haki yake. Kwa hiyo tunachotakiwa kukifanya sisi kama Watanzania ni uadilifu na kutoshiriki katika mambo ambayo yanaweza kuvunja amani. Ndugu zangu, katika nyakati hii na zama hizi fitna zimekuwa ni nyingi mno. Fitina zimekuwa zinaenea sana. Fitina katika mali, fitina katika familia, vita imekuwa ni nyingi. Kwa hiyo isitokee kwa mmoja wetu akashiriki katika mambo ambayo ndani yake yanaweza kusababisha machafuko katika nchi yake. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, satakunu fitan, zitatokea fitna, watu watauana, watu wataibiana, watu watasemana, watu watavunjiana adabu, watavunjiana heshima. Satakunu fitan alqa'idu fiha khairun min alqa'im, ambaye amesimama katika hizo fitna, ambaye amekaa katika hiyo fitna ni bora kuliko aliyesimama. Yule aliyeshiriki kwa kiwango kidogo cha kukaa tu katika hiyo fitna ni bora kuliko yule aliyesimama, kwa maana aliyesimama yeye ana movement kubwa ya kuipaisha fitna. Walqa'imu khairu min almashi, na yule aliyesimama ni bora kuliko yule anayetembea, kwa maana akawa anaieneza fitna. Walmashi khairu min as-sa'i, na yule ambaye anatembea ni bora kuliko yule ambaye anakimbia. Tumeliona vizuri wa Tanzania
Kwa hiyo haipendezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea kuhusiana na kwamba watu ubora wao katika mambo haya ya fitna, kwamba yule ambaye amejiweka mbali kabisa na fitna ni bora kuliko yule ambaye ameingia kidogo, na yule aliyeingia kidogo ni bora kuliko yule ambaye ameingia sana. Kwa kila mmoja anakuwa anapata madhambi kutokana na zile harakati zake za kuieneza fitna, na aliyekuwa mbora ni yule ambaye amejitenga na fitna. Wale ambao wanashawishi machafuko katika nchi yetu ya Tanzania tusiwasikilize, na kama tutawasikiliza lazima tuwakosoe, tuwaweke sawa kwamba hili halifai, kwa sababu ni mambo ambayo yatasababisha machafuko makubwa katika nchi yetu. Tuzidi kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala aidumishe amani. Tumuombe Allah nchi yetu aiweke mbali na vita. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba wake na wanafunzi wake kwamba muombeni Allah subhanahu wa ta'ala awakinge na fitna na shari. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba kwamba ta'awadhu billahi minal fitan, mtakeni Mwenyezi Mungu awakinge na fitna na matatizo mbalimbali, ma dhahara minha wa mabatan, zile fitna ambazo ziko wazi na zile ambazo zimejificha, muombeni Mwenyezi Mungu. Masahaba wakasema na'udhu billahi minal fitan, ewe Mola wetu tunakuomba utukinge na fitna, utukinge na vita, utukinge na kuvunjika amani, ma dhahara minha wa mabatan, fitna iliyo inayoonekana ambayo iko wazi na ile ambayo imejificha. Hii ni wajibu kwa wote tuyafanye hivyo, wa Tanzania wote tumuombe Mwenyezi Mungu atuweke mbali na fitna. Lakini kila Mtanzania ajalie kheri ya kubakia amani na kheri ya kuleta mazuri katika Tanzania ipite katika mikono yake. Kila mmoja apambane Tanzania ibaki katika kheri, ibaki katika amani, na kila mmoja apambane kwamba ufunguo wa kuifunga shari na fitna upitie katika mikono yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema inna minan nasi nasan, hakika miongoni mwa watu kuna watu mafatiha lilkhair, kuna watu ambao ni funguo za khairi, maghadiqa lisharri, maghadiqa lisharri, wao wanakuwa ni wenye kuzifunga shari. Fatuba, pepo na khairi, fatuba, pepo na khairi. Au Mtume anaeleza wa inna minan nasi nasan, na hakika miongoni mwa watu kuna watu mafatiha lisharri, kuna watu ambao wao kazi yao ni kuifungua shari, maghadiqa lilkhair, ni wenye kuzifunga khairi. Fatuba liman kana mafatihu alkhairi ala yadi, habari njema na pepo ni kwa yule ambaye khairi zitakuwa au funguo za khairi zitakuwa katika mikono yake. Wa wailun liman ju'ila mafatihu lisharri ala yadayhi, na adhabu kali na moto zitakuwa kwa yule ambaye funguo za shari zitakuwa katika mikono yake. Kwa hiyo ewe Mtanzania, kuwa ni funguo za khairi na neema kwa ajili ya Tanzania na Watanzania, na kuwa mbali zisiwe funguo za shari ziwe katika mikono yako, kwani yule ambaye yuko katika khairi ni yule ambaye funguo za khairi zinapita katika mikono yake, na mtu ambaye ni mbaya na ataingia katika moto wa jahannam ni yule ambaye funguo za shari kwa watu zitakuwa katika mikono yake. Kila Mtanzania na kila mtu popote pale anapoishi ayafanye mikono yake, azifanye mikono yake kuwa ni zenye kufungua khairi kwa watu, awe ni mtu ambaye anafungua khairi kwa ajili ya watu. Na khairi iliyokuwa kubwa ambayo mtu ataifungua ni kuidumisha amani ya Tanzania, ni kuilinda amani ya Tanzania kwa kuomba dua, kwa kushirikiana na vyombo ambavyo vinalinda amani na usalama wa wananchi, kwa kushirikiana na watawala, kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwakataa watu wanaoitwa wanaharakati huru ambao ni wachochezi dhidi ya nchi yetu, ambao ni wachochezi kwamba wanataka walete mabaya katika nchi yetu. Na ama yule ambaye ataamua kwamba funguo za shari ziwe katika mikono yake, akawa anafanya mambo dhidi ya Tanzania,
na dhidi ya Watanzania, kwamba akawa anaomba kinuke, anataka amani ivunjike Tanzania kwa lengo la maslahi binafsi na kwa lengo la uongo anaowadanganya Watanzania, basi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala mtu huyu basi amuongoze katika njia iliyonyoka, na kama Allah subhanahu wa ta'ala hajamuongoza basi auvunje mgongo wake na aivunje mipango yake, kila mipango yake mibaya ambao ataipanga Allah subhanahu wa ta'ala aivunje, na Allah subhanahu wa ta'ala atuendeleze na aiendeleze Tanzania idumu katika khairi na watu wake wadumu katika upendo na katika umoja. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, na kuhusieni tuwe ni funguo za khairi na tuwe ni wenye kuzifunga shari na kujiweka mbali na matatizo. Yoyote yule atakayekuja kutuhimiza kuwa dhidi ya Tanzania, kuziondoa neema za Tanzania, na kwamba itokee sisi wa Tanzania tupigane sisi kwa sisi, au tupigane na jeshi letu, au tuwe dhidi ya jeshi letu, au tuwe dhidi ya viongozi wetu, basi mtu huyu tumweke mbali. Ndugu zangu wa Tanzania, serikali yetu ya Tanzania inafanya mambo mengi yaliyokuwa mazuri, na vile vile serikali yetu ya Tanzania kuna mambo kama mapungufu ambayo yanatokea, lakini mazuri ni mengi kuliko mapungufu. Kwa hivyo basi ndugu zangu, siku moja kaa na familia yako, kaa na marafiki zako kwenye kahawa, kaa na marafiki zako kwenye maskani, mkae mnazungumza, muanze kuhesabu zile neema ambazo zinapatikana Tanzania. Linganisheni neema za Tanzania na Malawi, linganisheni neema za Tanzania na Rwanda, linganisheni neema za Tanzania na Burundi. Vile vile mtu asije akakudanganyeni ndugu zangu wa Tanzania akakwambieni kwamba nyinyi kuna mtu atakuja kutawala nyote mtakuwa matajiri. Hiyo si kweli. Tunaambiwa mpaka Marekani kuna watu wanaishi India wanalala barabarani. Unaambiwa kwamba mpaka Ufaransa kuna watu wanalala barabarani. Huko Ulaya huko kuna watu wanalala kwenye majalala, wanalala madampo. Lakini wewe Mtanzania unadhani kwamba yani wale wanaishi katika nyumba nzuri, wanaishi katika neema? La, kuna watu ambao ni musharradin, ni watu ambao hawana makazi, hawana pa kulala, hawana chakula, wanaokota vitu katika madampo wanakula. Kuna watu ambao wana shida mbalimbali. Ndugu zangu, tukumbuke mpango wa Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu. Watu wote haiwezekani wakawa matajiri. Tajiri hajapanga kuwa tajiri, na maskini hajapanga kuwa maskini, bali tajiri Allah ndo amemneemesha awe tajiri, na maskini Allah ndo amemfanya awe maskini. Kuna watu lazima katika utaratibu wa Mwenyezi Mungu inabidi wawe ni vibarua, na kuna watu inabidi wawe matajiri. Kuna watu ambao inabidi wawe wanasiasa, kuna watu watakuwa ni maaskofu, kuna watu wanakuwa ni maustadhi, kuna watu watakuwa kata. Mpangilio wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kwamba inabidi watu wahitajiane wao kwa wao. Tajiri atakuwa na pesa, atamuita kibarua amfanyishe kazi, ambe pesa. Kwa hiyo wewe pambana utakapopambana, riziki aliyokupangia Mwenyezi Mungu utaipata. Hakuna mwenye kuweza kuiondoa. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, fa inna rizqa Allahi, hakika riziki ya Allah la yajurru hirsu harisin, haiwezi kuletwa na pupa ya mwenye kupupia, wala yamna'uhu wala yarudduhu karahiyatu karihi, na haiwezi kurejeshwa na chuki ya mwenye kuchukia. Itokee mtu akuchukie kwamba wewe haufai kuwa tajiri, utakuwa tajiri. Itokee mtu aende kwa waganga azuie kwamba wewe usiwe tajiri, kama Mwenyezi Mungu amepanga wewe tajiri, utakuwa tajiri. Itokee mtu akupe mali nyingi, itokee mtu akupe mali nyingi kwamba ili wewe uwe tajiri, watu wa dunia wote wakusanye mali zao wakupe, wewe utabaki kuwa maskini, zile pesa utazitumia. Hapa Kariakoo kulikuwa na bwana mmoja, alikuwa na ndugu yake anapiga winga. Winga mnaifahamu. Anachukua nguo, anaenda mtaani, anaishika, anauza, anarudi. Yule bwana alikuwa na uwezo, akasema mdogo wangu kumbe una akili. Akaenda akanunua mabalo mawili ya mitumba ya mashati na kadha na kadha, akampa mdogo wake, akasema ndio wewe uza. Akamuelekeza namna ya kuwa anatunza pesa na nini na nini. Akasema mwanangu, akasema mdogo wangu utakuja kutoka kimaisha. Akampa mtaji. Ndogo wake na yeye akawa anauza. Watu wanakuja wanapiga winga pale, wanachukua, wanauza, wanarudisha. Hivyo.
Aliporudi baada ya miezi kadhaa, anajua kama mdogo wake sasa atakuwa sasa ashakuwa labda na mabaro 3, 4, 5 ashaendelea. Anakuta mdogo wake sasa amerudi kwenye hali yake ile ya kawaida ya kupiga winga. Kwa nini? Kwa sababu huyu ndivyo ambavyo alivyokadiriwa kwamba yeye anapiga winga. Apambane atakapopambana, yeye ataendelea kupiga winga. Huo ndio mpango wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwamba baadhi ya watu wanapewa kingi na baadhi ya watu wanapewa kichache. Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah Subhanahu wa Ta'ala anaikunjua riziki kwa yule anemtaka, na kwa mwingine anakuwa Allah anaiminya. Huyu anampa kingi na mwingine anampa kidogo. Aliyepewa kidogo sio kwa sababu ya kupambana kwake usiku na mchana, na aliyepewa kingi sio kwa sababu ya kupambana kwake usiku na mchana. Ni mpango wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mtu asije akatudanganya wa Tanzania kwamba akiingia wa Tanzania wote tutatajirika. Si kweli. Hayo ni maneno ya wanaharakati, maneno ya hovyo. Hata huko katika nchi ambazo zimeendelea kuna maskini. Kuna maskini ambao wanashindwa kula. Wanakosa chakula asubuhi na mchana. Wanakosa kabisa. Ni nchi imeendelea, ni nchi tajiri, lakini kule unakuta kuna maskini ambaye anatafuta hata wala apate unga. Asipate mboga, apate unga robo ale na familia yake, lakini anakosa. Au apate unga, achemshe uji, apate uji, lakini inashindikana kwa sababu mpango wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wapatikane maskini na wapatikane watu ambao wana uwezo. Hivi ndivyo ilivyo. Kwa hiyo tuwe funguo za khairi. Katika mikono yetu tufungue khairi kwa ajili ya watu. Katika mikono yetu tuzifunge shari zisiwapate watu. Na miongoni mwa khairi ambazo ni nzuri tuzifungue kwa ajili ya watu ni kufanya kila namna tusaidiane wa Tanzania sisi kwa sisi na viongozi wetu na vyombo vyote vya usalama vya barabarani, vya kadha na kadha, vya mpakani wa ila dhalik, kwa aina zao wote tushirikiane nao kwa lengo la kuibakisha na kuidumisha amani ya Tanzania. Ewe Mola wangu, ya Allah, tunakuomba uidumishe amani ya Tanzania, uidumishe amani ya kila sehemu ambako wanaishi watu wa khairi. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.